clients ama the Kenya Ports Authority waweze kueleza wenyeji ni nini haswa hii mradi unahitajika, kwa sababu kwa leo tunaongea 3 bars, kuna pipeline inakuja, kuna nini na nini, and all those are impacts, ama hayo ni madhara mazuri ama mabaya yatakuja hapa. Kwa leo tukiweza kuchangia, itakuwa hatujafanya kuchangia kwa kuelewa, kwa sababu mradi kama huu lazima uweze kupata uweze kupata prior informed consent, ama upate jinisha wenyewe kwa kuwa wanajua, kwa bila kusukumwa waseme tuendelee mbele. Leo hapa tumeongewa mambo mengi na shirika la Save Lamu, mengi kabisa, lakini mimi kwa leo kunao yale yanaitwa mitigation measures. Ukiangalia kwa ile ripoti ya Save Lamu, sisi tuliangalia na tuko katika hiyo memorandum waliwasilisha kwenu. Hiyo mitigation, siwezi sema hii ripoti kwa sasa ilivyo inashughulikia hiyo mitigation, na kwa sasa itabakia ile tutafanya na iko hivi. Ningeuliza Nema, kabla ripoti ya mwisho iweze kutayarishwa, kuweze kuja waongee na wenyeji walio na the indigenous knowledge, kila mtu, ndio mitigation measures na some of the issues left out. Vitu zingine ziko hapa kwa hii ripoti, zimezungumziwa kuhusu coral reefs ambazo hazijaangaliwa. Kila kitu iko katika hii ripoti, iweze kuangaliwa kwa undani kabla ipite, tuweze kuwa kuna mshikamano wa jamii yote, kuwa hivi ndio yafaa wasonge na kukue, kwa sababu niko na imani baada ya hii ripoti kupita kutakuwa na continuous audit, environmental audit, ama yale makubaliano wamefanya. Ukiangalia kwa leo wanaweza sema hizi zitafanyika, lakini wakifikia katika hiyo kiwango, wakisema by the time wanajenga hizo basi watatengeneza alternative route, itakuwa kwa report iweze kukubalika. Kwa mfano, itakuwa wakati ukifika ama itakuwa ni kwa ile report, lakini kuimplement the report is a totally different thing. Kitu ile nyingine, hakuna due diligence katika hii project, human rights due diligence. Najua ile nyumba iko pale Binilani tayari shapewa leseni ya kuwa pale, wenyeji hawajapewa bidhaa. Kufikia hapa hiyo nyumba ikikubaliwa, najua serikali ilipeleka cheti cha kuonyesha nyumba ni yao, kwa sababu huwezi jenga mahali wenye una vyeti za kuonyesha mahali unataka kuweka si kwako. Hiyo hatujafikia hapo. Na pia kuna hii the aspect of the compensation ama resettlement action plan, something of that sort imefanyika. Kile najua pale wenyeji wa pale kuna tetezi kuwa ni wenyeji wa pale, lakini kuna uwezekano kuna mtu aliyenunua ardhi chini yao. Hatujui kama kwamba hiyo resettlement plan ilikuja na majina ama ni takribani ekari ngapi zinaenda na ni nani mwenye hizo ardhi, kwa sababu ukikubalia iende ikubalike na bado ujui ilipo mwenye si mwenye ardhi, utakuwa vipi? Kwa sababu leo kila mtu ana ukweli na ana raha ya kulipwa zile pesa zake. Lakini mimi ninashuku moja kwa leo, kama tume ya kutetea haki za kibinadamu, tumeuliza ofisi mingi za kiserikali, Nema bado hawa tunauliza, lakini hakuna yeyote aliyetupa ile list ama orodha ya wale wenyeji wa ile ardhi. Nikimalizia hapo, naulizia pia ndugu yangu, najua mko nao ile moyo mzuri, good faith, utaka kufanya hii mradi, muingie kwa jamii mpate, kwa sababu ile umesikia jamii ya Boni ni jamii iliyotambulika kisheria kama indigenous. Hatutaki siku ingine tuweze kuwa na shida za koti, muweze kuongea nao wawape ile idhini muingie kwa ardhi bila shida. Kama tume tuko tayari kuweza kuwasaidia kuweza kuingia katika achieve prior informed consent kwa hiyo mradi. Tuko tayari na tutaweza kuandika tukiwaeleza hapa, sababu ni jambo tumeshikilia. Tutawaandikia wana engineer, tutafurahi sana ukikuja ukitualika
tuweze kusaidiana kuhakikisha huu mradi umefanyika kwa njia ya kulinda kila mtu. Asante. Tutaweza kujibu, tajibu zile ambazo siwezi tawajulisha, sababu mimi pia niko na wakubwa wangu. Kitu cha kwanza nataka mjue, sisi tulitambua council ya Lamu wakati wa kitambo, na kabla hatujajenga ile jengo pale, tulienda tukapata approval kutoka kwa council na tukalipia. Inamaanisha ya kuwa sisi hatukuja hapa kunyakua ardhi. Ardhi yoyote tukichukua tutalipa, will pay for that. Sasa kwenye ardhi pale, hata kama hawana title, wanatambuliwa katika katiba na watapewa what is fidia, compensation. Sasa ile ya muhimu pale ni ile land compensation, ile nilizungumzia mwanzo, nafikiri mnaelewa. Kuna mwingine aliuliza habari ya maji, which is very important. Hiyo ripoti itakuwa ya kuwa kwa tukijenga kuna wageni wengi watakuja hapa, na hii maji ambayo tumepata hivi sasa, tumechimba boreholes kama 5 hivi, na hizo boreholes 5 hazitatosha. Lakini hivi sasa tumewaambia watu wa Ministry of Water wachimbe borehole, hizo boreholes maji wapeleke Hindi, maji walete Mokowe, na wapeleke maji pale nini Kililana. Hapa Kililana tukajenga tangi kubwa, hiyo maji haitakuwa ya port peke yake, na kwa ya port na wale watu wote wanaoishi pale. Lakini sasa watu wakizidi, ripoti ilisema kwamba maji itabidi tutoe River Tana, mali inaitwa High Grand Falls au Nanigi fikiri. Hapo ndio mpangilio ya kuwa maji ya Lamu itatoka pale, because hapo ndio maji tunaweza kupata maji wa kutosha. Haya, habari ya education. Education, tulizungumzia education wakati tulikuja hapa na Mheshimiwa Makwere, mulisema hamtapata manufaa ya port kiwa watoto wenu au nyinyi hamna elimu ya kutosha, na tukazungumzia mambo hayo. Ndio juzi, nafikiri last year or this year, watu wa Ministry of Education walikuja wakasema, wakachukua majina ya wale vijana na kiwango ya education ndio wapeleke for training. Ile kitu hatutaki ripoti jengwe hapa na wafanyikazi wote watoke wapi? Watoke kwingine. Ili watu wa Lamu mtapewa nafasi ya kufanya kazi port, lakini kwanza training itakuja kufanyiwe hapa. Kuna wengine watapelekwa Bandari College au Bandari College au college nyingine itakuja kujengwa hapa, ndio nyinyi pia mpate nafasi ya ajira port. Haya, kuna na fishing ground. Watu wengi wanazungumzia juu ya fishing grounds. Fishing grounds nafikiri kwa undani consultant alizungumzia, lakini kwenye report ilisema tuwe na fish processing plant, yani viwanda vya what is processing what? Uzalishaji. Processing plant. Ilikuwa ni sehemu mbili, kuna moja itengezwe pale. Asanteni. Sasa habari ya power, mwingine alizungumza juu ya power, lakini stage ya kwanza Lamu, wajua ni Lamu hapo peke yake ndio mna generator. Ndio tulisema port itahitaji nini? Umeme. Na watu wa Lamu pia watafaidika na umeme. Ndio sababu hiyo huu mradi unatengenezwa hapo port, wataweka nini wire. Hizi generator mtatumia tena, mtapata stima Mokowe, mtapata stima Hindi, na mtapata stima wapi? Kililana. Sasa hapo pia watu wa Lamu watafaidika. Sasa kuna mtu mmoja alizungumzia kitu which is very very important juu ya slums. Na my biggest, nataka niwasaidie na mawaidha. The first thing which you need to do as a county government in Lamu ni kufanya physical planning.
very, very important. The first thing you need to request your governor ni mufanye physical planning ya Lamu, tujue viwanda vitajengwa wapi, shule zitajengwa wapi, hospitali itajengwa wapi, ndio mkipata investors ajue hizo pesa zake ataweka wapi. Otherwise msipofanya hivyo hivi sasa, ni utaona watu watajenga vile wanavyotaka. But the most important thing, kabla tujaendelea mbali, kufanyeni thorough physical planning ya Lamu Metropolis School. That is my advice. Hapa mtasaidika. Alafu kuna mtu alizungumzia juu ya tourism, ya kuwa kujenga port, tourist hawatakuja. Lakini kuna tourist aina mbili. Kuna wale wa tourist wanakuja na ndege, na kuna wale tourist wanakuja na meli. Hata juzi, I think sometime this year, kulipokea meli ya watalii hapa. Sasa nataka kuhakikishia ya kuwa tourism haitaathirika. Mombasa tuna tourist hata kushinda hapa. Na tuna port. Sasa ni kuishi vizuri. Tourist, ile kitu tourist anaogopa ni usalama. As long as Lamu is safe, as long as Lamu ina usalama, tourist wanakuja. Port haitaathiri hapo kabisa. Na kuna RAP for fishermen. Ndio what is it, ile compensation ya fishermen, watu wengi walizunguzia, lakini hiyo iko kwenye report ya kwa fishermen na fish landing sites zote zimezunguziwa, na compensation ya fishermen pia ilizunguziwa hapo. Ukitaka kopi ya hiyo report, bana Mahmud tutamwacha kopi, kiwa kuna na nafasi anaweza kwenda kwake asome. Na kuna issue ya inherited site, watu wengine alizungumzia juu ya inherited sites kama itaathirika, lakini hiyo pia ilichukuliwa na bwana consultant, atazungumzia zaidi juu ya hayo, so that you make sure that hii Lamu hatutaki kuyaribu. The fact that Lamu ni heritage site, sisi pia tunajivunia, hata kama sisi ni watu wa KPD pia tunajivunia. Sasa hatutafanya kile ambacho kitaweza kuathiri Lamu. Sote tuko pamoja, lakini maendeleo pia mpaka ifanyike. Huwezi kujenga nyumba bila kukata mti, huwezi kujenga nyumba bila kuathiri mazingira. Sasa port pia inadili kidogo, lakini tuone iwe sustainable. Mombasa tuna port, tuna basi kama 21 na Mombasa bado nzima hiyo. Sasa msio na wasiwasi. Yangu nafikiri nimejaribu kujibu, nafikiri ni hayo. Asanteni. Asante sana chairman. Nimesikia all the compliments, all the criticism, input ambayo wakaaji wa Lamu wanataka iangaliliwe zaidi. Tuko katika process ya public consultation. NEMA has said hawaja approve report. Kuna mambo mmesema hapa ambayo itabidi tuweke kwa report and to review. What I like ni kwamba we criticize and give alternatives. Tukisema kwamba report haijatosha, please give a reference to each part of the report you feel haijaangaliliwa vizuri na your proposal ya kuimprove kwa ile report. Sio? Wangapi wanapenda watoto? Demia, wangapi? Na wangapi wana watoto? Karibu wote, sio? How many like the process ya kupata mtoto? Sana wakina mama. It is painful kupata mtoto, sio? Hata hiyo process ya kupata mtoto umlee mpaka awe mtu, it is not a process that is like it, isn't it? So where we are today, we are in the process of conceiving mtoto, tuangalie kwamba huyu mtoto ataelewa namna gani na maathari ya kupata mtoto, whatever. So we have two alternatives. Others are taking the position that we don't want a child. Others are taking the position that we want a child, lakini 1, 2, 3, 4 must be done. In my opinion, it is good to take the position that we want mtoto, but
1, 2, 3, 4 must be done. The consultants need to look further at this. The consultants need to look more at this. What they have said is not enough in this area. I believe that is the pragmatic way of looking at the report. Now, in this EIA, we have made 3 reports. Kuna ile feasibility report which was done by the Japan Port Consultant. Now, your report by the Japan Port Consultants was done by Hensec Engineering, because Hensec Engineering were the ones who were contracted by Japan Port Consultants to do ile feasibility study report. Nimesikia mtu amesema kwamba Japan Port Consultant lisa yote itawekwa wapi? In my report and during the introduction, tumesema kwamba tumefanya sediment analysis, tumefanya water quality analysis. During sediment analysis, the contamination level ya dredge material tumepata ni chini. Na hii dredge material ni ile hard material, it is not silt. So dredge material, that is what will be used to reclaim the causeway because haina contamination. Badala ya kundamp baharini itatumika to reclaim the causeway, and that was one of the basis ya kufanya sediment analysis. There has been confusion mambo ya mkanda, mpaka watu wamesema kwamba hao watu hawajui mkanda iko wapi. There is a letter that was a case that came in. The channel which was going to be affected, the Manda channel, and how is Manda channel going to be affected, and how is Manda channel going to affect Mkanda. Ukishafika mwisho wa Mkanda unataka kuvuka kule, lazima ucross Manda, sio? Na hiyo Manda it is on the access channel ambayo inatumika na ship, yeah. So as consultants we cannot ignore, isipokuwa Mkanda haitahusishwa, the Manda itahusishwa kwa sababu hapo ndio ship itapanda wapi, itapitia. Sasa we have to develop a way of cooperating with ships kwamba wakati huu ni wakati wa ships kupita na wakati huu ni wakati wa small boats kupita kwenda ng'ambo ya ule. Ndio. So what we are talking about hapa sio Mkanda channel, ni Manda channel. Please let us make that clear. Alafu kuna jambo kwamba hatukufanya sediment analysis, hatukuenda baharini. I think nimeonyesha hapa picture ya hata consultants wakati wako kwa facility. So if anybody wants to come and see the full sediment and water quality analysis report, everything iko hapa. Tafadhali kama unataka unifuate after this and give you all those reports. But the most important thing, please, nimepeana analysis ya kuzaa mtoto. Everybody wants a child, but nobody wants to go through the process ya kuzaa mtoto mpaka mtoto alee au mtu. We are at that process. Let us be objective. Kama iko shida ambayo you feel should be looked at, please come to us, come to NEMA, but let us not say that ripoti ni mbaya sasa mtoto hawezi zaliwa. Let us be a bit objective and let us work on this together. Thank you.